Nilikuwa nani? Kipofu. Lakini leo ninaona. Yule kipofu ambaye Yesu alimgusa mara ya kwanza, Yesu akamwambia unaona nini? Akasema ninaona watu kama miti. Yaani sawa, alikuwa kipofu akaguswa. Unaona nini? Naona watu kama miti. Akamgusa tena. Akasema sasa naona. Haleluya! Na mimi sasa naona Yesu jinsi alivyonikomboa. Ninaona nguvu ya Mungu. Haleluya! Ninaona upendo wa Mungu. Ninaona utukufu. Mungu akituinua, hatukuona kama Mungu ametuheshimisha. Leo ninaona Yesu ametuheshimisha. Tulikuwa tunadharauliwa, sasa ninaona kwamba mimi siwezi kudharauliwa tena. Nilikuwa ninatukanwa, sasa ninaheshimishwa. Sasa ninaona kwamba kumbe na mimi ni mtu wa thamani. Sema ninaona mimi ni mtu wa thamani. Kumbe na mimi nimeheshimishwa. Haleluya! Huo ndio ukombozi. Huo ndio ukombozi. Ndio maana ya ukombozi. Ndio maana ya kuokoka. Walikuwa wanakuita mtenda dhambi, leo wanakuita mtakatifu. Walikuwa wanakuita una jina lisilofaa, lakini leo una jina jipya. Ukombozi wa Yesu anakupa jina, anakupa vazi lisilo na doa, anakupa Yesu Kristo. Kwa hiyo ndio maana leo kuna watu watakuwa wakisherekea kufufuka kwa Yesu. Huko wanafanya Yesu ametukomboa jamani, tushangilie jamani, na wanaimba na nyimbo za ibada, lakini hao hawaoni. Haleluya! Wataimba, hawaelewi maana ya ukombozi, ila mimi naelewa. Haleluya! Biblia inasema Kristo alikuja kunikomboa, wa kwanza yake ni mimi. Hapo kwanza nilikuwa mtukanaji, lakini leo sio mtukanaji tena. Hiyo ndio maana ya ukombozi. Hiyo ndio maana ya Yesu kukufia. Hiyo ndio maana Yesu kukuokoa. Amekuokoeje Yesu? Unawaambia watu Yesu ameniokoa mimi. Nilikuwa mchawi, sasa sio mchawi tena. Nilikuwa mzinzi, sasa sio mzinzi tena. Nilikuwa na maisha yasiyofaa, sasa ninaishi maisha mazuri. Nilikuwa kipofu. Kijana mmoja nimeona anakambia katoto kadogo, mchumba. Nikamwambia wewe ni kipofu. Huyu ndio ni mchumba, mnafanana, unaweza kumta mchumba.